Haleluya. Haleluya. Warumi sura ya pili. Tayari tumeshafika. Sura ya pili. Mstari wa 17. Ndipo nataka tuongee. Nasikia neno la Mungu linasema, nasikia sauti ya Mungu inasema, nataka kubadilishwa. Nataka kuokoka. Nataka neema. Kwa muda sasa hivi. Kuna wako katika mazingira haya. Jifanya hauelewi. Watakuja kuelewa tu. Watakuja kazi zinakuja. Kitabu cha Warumi sura ya pili mstari wa 17. Lakini wewe, hajasema mwingine. Lakini wewe, 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 jihadhari sana. Anasema hivi, lakini wewe, wewe unaitwa Myahudi na kuitegemea Torati na kujisifu katika Mungu. Lakini wewe unategemea Torati na kujisifu na kuitegemea katika Mungu. Sikia hapo chini 18. Na kuyajua mapenzi yake na kuyakubali mambo ya mapenzi yake, mambo yaliyo bora. Nawe umeelimishwa katika Torati. Umeelimishwa katika Torati. Sikia neno la Mungu. Naona pale Saulo alikuwa amefundishwa sana katika njia za kidini. Saulo alikuwa ni mkali sana katika njia za mafundisho ya kidini. Lakini Saulo alipokuwa akiwinda watu na njia hii hapa ni ya wokovu, alipokaa na Yesu, Yesu anamuuliza, wewe unaniambia unanitafuta nini wewe? Tazama, siku inakuja, alikuwa amekamilika katika za udini, alikuwa amekamilika katika za sheria, alikuwa amekamilika katika za Torati. Lakini Yesu alimwambia, tazama wewe unatafuta nini kwa watumishi wangu? Hiyo ni siku ya moja, na wewe uko hapo umekamilika, unasema nimekamilika ndani ya Torati, nimekamilika ndani ya neno. Lakini tazama hapo chini anasemaje? Amen. Hey, 19. Na kujua hakika ya kuwa wewe mwenyewe ukiongoza vipofu. Hujui kwamba wewe ni kiongozi wa vipofu? Aliyokuweka katika uongozi naye mwenyewe ni kipofu. Kwa sababu Mungu sio kipofu. Mwanadamu alikuweka ndio kipofu. Na wewe umekuwa kiongozi wa vipofu. Maana na wewe uko kipofu. Amina. Umekuwa namna hiyo. Aya. Sikia neno. Sikia neno. Nasema kujua hakika ya kuwa wewe mwenyewe ukiongozwa vipofu, mwanga wao walio gizani. Wako gizani. Wako gizani. Hawako gizani. Yesu anasemaje? Yesu anasema wako gizani wakati ndio nuru ameleta nuru. Watu wako gizani. Nasikia hapa kuna watu wako gizani. Kuna watu wanataka kutoka katika gizani. Watu wanataka kukombolewa. Wanataka wajue kweli. Wanataka watoke katika gizani. Sasa hivi naona unatembea. Unatembea katika gizani. Mungu anasema hivi, yeye wakosazaji haijulikani kidogo. Katika giza, ukimbia huko, katika jangwa, ndio katika nuru. Katika giza, atakuwa kipofu. Katika vipofu, mwanadamu kamili. Wewe njoo kwa jina la Yesu. Anaenda hapo chini. 20. Mkufunzi wa wajinga. Mkufunzi wa wajinga tena. Mara ya pili ya tatu. Mimi naweza kuwa mjinga. Yesu sio mjinga. Mungu sio mjinga. Kumbe kuna shetani mjinga. Kumbe kuna mamlaka ya kijinga. Watu wamekimbilia huko. Kuna mamlaka ya shetani ambaye ndio majinga. Haleluya. Kuja hapo. Anasema hivi, wewe mkufunzi wa jinga, mwalimu wa watoto wachanga wenye namna ya maarifa ya kweli katika Torati. 21. Je, wewe umfundishaye mwingine? Je, hujifundishi mwenyewe? Ndio. Wewe unafundisha wengine, wewe huwezi kujifundisha wenyewe? Tunaendelea. Wewe uharibie kwamba mtu asiibe, waiba mwenyewe. Kumbe tazama,
Wewe naiba, unasema kwamba siibe. Wewe ndio mwizi wa kwanza. Wewe yanaiba vya Mungu na tena naiba yake. Wanaiba chakula chake. Wanaiba muhogo wake. Wanaiba maji yake. Wanaiba ndizi yake. Sasa wewe ni mjinga. Wewe ni mkufunzi wa watoto wachanga. Yaani wako gizani. Toka katika uchanga. Toka katika ukiza. Wewe usemaye kwamba mtu asizini. Wazini mwenyewe. Tunaongea na wazinzi sasa hivi. Tunaongea na wazinzi. Wewe unasema msizini, lakini na kwenye majumba ya watu. Wewe unasema wasizini. Wewe ndio mzinzi wa kwanza. Hata uzinzi